Wakili Boniface Hanyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini TLS amesikitishwa na kitendo cha wanasheria kutoka nchini Kenya kuzuiwa kuingia nchini kwa ajili ya kuhudhuria kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bwana Tundu Antipas Lissu ambaye anatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi karibuni, hivyo kupelekea Boniface Hanyisire Mwabukusi kuandika taarifa katika ukurasa wake wa Facebook kama ifuatavyo. Boniface Hanyisire Mwabukusi anasema, nimepokea taarifa ya aibu na kusikitisha kutoka kwa rais wa chama cha wanasheria Kenya LSK Advocate Faith Odhiambo ya kuzuiwa kwa mawakili Gloria Kimani na ISK Council Member Martha Karua na LYN Ngugi ya kuzuiwa kuingia nchini kwa ajili ya kushuhudia shauri la wakili Tundu Antipas Lissu yanayoendelea mahakama ya Kisutu katika jiji la Dar es Salaam. Boniface Mwabukusi anaendelea kwa kusema, katika hatua za awali kuzingatia udharura wa tukio hilo, nimewasiliana na wakili msomi Hekima Mwasipu ili kufuatilia kwa uharaka jambo hili ili tuweze kuchukua hatua stahiki za kisheria. Anasema tunatambua kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na katiba na hakuna kosa lolote kwa mtu yeyote kuja kushuhudia mashtaka dhidi ya Tundu Lissu. Anasema ni rai yetu kwamba mawakili hawa waruhusiwe kwani hii ndiyo njia pekee pia ya kujidhihirisha katika uso wa kimataifa kwamba tunatenda haki katika mchakato wote wa usikilizaji. Mwabukusi anasema kinachofanyika sasa kuwazuia kuingia nchini na kusudio la kuondoa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria na katiba. TLS inafuatilia kwa karibu jambo hili. Anaendelea kwa kusema, aidha TLS licha ya kutoa mawakili katika kumsaidia wakili Tundu Antipas Lissu kwa siku ya kesho, mimi Boniface AK Mwabukusi, rais wa TLS, nitahudhuria binafsi katika shauri hili katika muda husika. Kabla hajamalizia anasema aidha tunaitaka idara ya uhamiaji kutekeleza wajibu wake wa weledi na iache kuchafua taswira ya nchi kwa kulazimisha sokomoko lisilo na msingi. Huku akiendelea kwa kumalizia kwa akisema, tunakemea na kutaka kusitishwa mara moja kwa vitendo hivi haramu vyenye kutia aibu na kudhalilisha aiba ya taifa letu. BAK Mwabukusi, President TLS. Baada ya chapisho hilo, baadhi ya wadau ama wasomaji wake wametoa maoni kadhaa, akiwemo African Historian akisema, tangu Lissu amekamatwa jina lake limezidi kuwa maarufu kuliko kabla hajakamatwa. Sasa hivi dunia inamjua Lissu kuliko Mtanzania yeyote kulingana na umaarufu ambao serikali imemtengenezea. Inaogopa akitoka itakuwaje kama yuko gerezani, alafu mikutano ijae, je akitoka itakuwaje? Lusungu Watson mgeni anasema CCM siku zao zinahesabika. David Barton David anasema comrade, hawa watu ni wazi sasa wanatapatapa, wameshindwa hadi mbinguni, hawaelewi wafanye nini tena, hata wao kwa wao wanachekana. Tunaishi nao mtaani huku, subiri bunge livunjwe ndio utaelewa. Musa Igembi anasema aibu kwa nchi, kuna kesi ya siri, serikali inao ushahidi uliokamilika, kwa nini wanafanya mambo ya hivyo? Je, kutakuwa na haki kweli mahakamani? Je, kutakuwa na uchaguzi huru, haki na wazi? Nchi yangu na kulilia umekumbwa na mdudu gani? Utekaji, umiza, kubagua, kutweza na kudhalilisha. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Peter Shashuda anasema, naomba kuuliza ndugu yangu, hili swala la kijana mwenzetu Mdude kuchukuliwa limefikia wapi? Binafsi na kutegemea wewe katika updates za hili jambo. Eric Mwashambo anasema they have enough evidence, shida iko wapi? Ni aibu sana kuwa na idara zinazotumikishwa na wateule, no research reasoning, kazi kupokea maelekezo tu, na idara ya sheria inadharauliwa sana. Samsoni Matiko Leteka anasema, mimi ninachojiuliza ni kwamba mwisho wa hii mivutano ni lini? Ni nini kwenye mustakabali wa nchi? Sijui majibu ya wengine, lakini binafsi naona ni kuvunja mshikamano wa nchi, amani na uzalendo katika vipande.
hatima yake sio nzuri katika siku zijazo, pale ambapo kundi la watu fulani linapoanza kujihisi kama linabaguliwa. Chonde chonde wenye dhamana, msikifia kwamba huu ni upepo wa uchaguzi na utapita. John Marandu anasema hapa ndo nimeamini, wamekata moto, wanakuja na mbinu za hizo. Ameeleza kweli kweli. Iti Amani anasema sio poa kabisa. Na maoni mbalimbali yameendelea kutolewa katika kurasa huu, kwa Boniface Mwabukusi akieleza masikitiko yake kuhusiana na mawakili kutoka nchi ya Kenya ambao walikuwa wanaingia nchini kwa ajili ya kusikiliza hapo kesho shauri la Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Lakini inaonyesha kwamba serikali ya Tanzania imewazuia mawakili hao kuja katika kusikiliza shauri hilo ama kuingia nchini kwa ajili ya jambo hilo. Hivyo wakili Mwabukusi anaiomba idara ya uhamiaji kuwaruhusu watu hao ama kuachilia waingie nchini na kwa ajili ya kusikiliza shauri hilo, kwa sababu ni shauri la wazi na wala si siri ya jambo lolote. Mtazamaji, wewe unayo maoni gani katika jambo hili? Hii ni Nyikani TV.